Seke ya dabi ya Kariakoo inaendelea kuwa kubwa kwa upande wa klabu ya Simba, lakini pia hata kwa upande wa klabu ya Yanga bado mpaka sasa hivi haieleweki kutokana na kitu ambacho kimetokea hii leo, ambapo nitakwenda kukupa taarifa namna ambavyo kwa upande wa klabu ya Simba wameamua hatima ya kuelekea kwenye mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao umepangwa kucheza siku ya hapo kesho tarehe 25 majira ya saa 11 kamili za jioni. Mambo mengi yametendeka hapa nyuma, lakini mambo mengi yamezungumzwa, lakini kwa upande wa klabu ya Simba wao walikaa kimya, wale walikuwa hawazungumzii mechi hiyo, lakini mpaka sasa hivi hakuna kitu ambacho wameweza kuwajibu shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi kwamba je, vipi kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini hapa tutakwenda kuchambua kiusawa sawa nini hatima ya kuelekea kwenye mechi hiyo. Je, Simba watacheza? Je, bodi ya ligi nini ambacho wao wamekieleza kwamba watakwenda kuamua? Tutakwenda kuangazia hapa. Lakini kabla sija kupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa klabu ya Simba. Tunafahamu kwamba siku ya hii leo ndio ilikuwa siku rasmi ya mkutano na waandishi wa habari kuelekea kwenye mechi ya siku ya hapo kesho. Hii imekuwa ni kawaida kuona timu zote zikishiriki kwenye mkutano huo na waandishi wa habari. Lakini siku ya hii leo kwa upande wa klabu ya Yanga wao waliweza kushiriki kikamilifu mkutano na waandishi wa habari na kuzungumzia kuelekea kwenye mechi ya hapo kesho. Lakini kitu cha kushangaza zaidi ni kwa upande wa klabu ya Simba ambao siku ya hii leo walitarajia kwamba watafanya mkutano na waandishi wa habari, lakini kilichotokea kwa upande wa klabu ya Simba hawajaweza kushiriki mkutano huo huku wakiwa hawajatoa taarifa yoyote. Lakini kwenye upande wa bodi ya ligi ambapo wao walichoeleza ni kwamba kwa upande wa klabu ya Simba viongozi wao wamepigiwa simu, wamezungumza na baadhi yani walikuwa wanazungumza, walihitaji kuzungumza na baadhi ya viongozi kuhusiana na press hiyo, lakini viongozi hao hawajaweza kujibu chochote na wala hawajaweza kufika. Hakuna kocha wala hakuna nahodha, jambo ambalo limeleta sintofahamu na kuamini kwamba kwa upande wa klabu ya Simba basi siku ya hapo kesho hawataweza kushiriki. Lakini pia taarifa nyingine ni kwamba Simba wao pia hawatokwenda kesho. Kama ambavyo tunafahamu kabla ya mechi kuchezwa ni lazima ushiriki kwanza mkutano tena mwingine na wasimamizi wa mchezo husika ili muonyeshe jezi ambazo mtazivaa na mtakwenda vipi kuelekea kwenye mechi hiyo. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba kulingana na taarifa ambazo imeweza kutoka ni kwamba wao pia hawatoshiriki. Ya mara kwamba inaonyesha dhahiri shairi kwa upande wa klabu ya Simba wamegomea kucheza mechi hiyo kulingana na taarifa namna ambavyo ilivyo. Kama wameshinda kushiriki press na watashindwa kwenda hapo kesho pia asubuhi, ya maana kwamba tayari wao kwa upande wao hawapo tayari kucheza mechi hiyo. Sasa kuna taarifa kwamba kwa upande wa klabu ya Simba mpaka sasa hivi wameshindwa kwenda kwenye mechi hiyo, wakiwa wanazungumza kwamba mechi ya kesho hawataweza kwenda kwani hawaoni kanuni ya kuahirisha mechi ambayo ilishapangwa Juni 15. Lakini pia kwa upande wa klabu ya Simba wanaeleza kwamba endapo kwa itatokea Yanga watapata alama 3 na kuchukua kombe, wao watakachokifanya watakwenda CAS kwa ajili ya kesi hiyo ambayo wataifungua wakiamini kwamba wao ndio ambao watapewa alama 3 na kupewa ubingwa kwa kitu ambacho wanakiamini. Lakini pia sababu nyingine inasemekana kwamba wakati waamuzi ambao wamechaguliwa kuchezesha mechi hiyo ambao wanatoka huko Misri, inaeleza kwamba kanuni kwa upande wa kanuni namna ambavyo zilivyo za hapa Tanzania ni kwamba hairuhusiwi kwa marefari kutoka ugenini kuja kuchezesha ligi kuu. Lakini pia kwa upande wa klabu ya Simba wao kitu pekee ambacho wanakiamini kwamba hawakupewa taarifa na wala kushirikishwa kwa chochote, na wanaamini kwamba kuna kanuni zimevunjwa na wao ndio ambao wanastahili kupewa alama 3 kwenye mechi hiyo. Kwani awali tuliweza kuona waligomea kucheza mechi waligoma kwamba kama mechi haitochezwa tarehe 15 hawatacheza mechi tena siku nyingine. Hii maana kwamba mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho wanazungumza kwa upande wa klabu ya Simba, lakini wao wanaamini kwamba ligi wameshamaliza na wala hawatacheza mechi yoyote. Japo kuna taarifa kwamba huenda ni janja kwa upande wa klabu ya Simba na kesho wakaonekana wapo uwanjani. Kwa hiyo kikubwa tusubiri tuone nini hasa ambacho kitajiri, lakini mpaka sasa hivi kwa upande wa klabu ya Simba wanaonyesha dhahiri shairi kwamba hawapo tayari kuweza kushiriki mchezo huo. Kwa upande wako ni yapi maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye dabi ya Kariakoo? Toa maoni yako hapo chini nami nitapitia. Shukrani.